Macho na masikio ni kuelekea uchaguzi wa Oktoba 2025. Tunafahamu joto sasa hivi ni kali kweli kweli huko kwenye majimbo lakini pia mitaani. Sasa leo tuko nyumbani kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mheshimiwa Abubakar Hassan Seif, mtaa wa Nera hapa jijini Mwanza. Of course town kabisa, yani mjini kabisa. Ni jirani na halmashauri ama zilipo ofisi za halmashauri ya jiji la Mwanza. Kilichofanya tufike hapa ni kuhusiana na kusikia pia naye ni miongoni mwa watu ambao wametia nia ya kutaka ubunge wa jimbo la Nyamagana hapa Mwanza. Amekuwa kwenye nafasi ya mwenyekiti wa mtaa ama serikali ya mtaa toka mwaka 1990. Utajumlisha mwenyewe ili upate hesabu kwamba ni miaka mingapi yupo kwenye nafasi hiyo. Sasa ameona haitoshi, anatamani kupiga hatua. Ni kwenye exclusive interview na IOTV. Mzee wangu, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naitwa Abubakar Hassan Seif, mwenyekiti wa mtaa wa Nera. Umri wangu unasogea huu kama mwaka 65, 1960, nimezaliwa 1960s. Na utapiga hesabu mwenyewe. Almost 65 years now. Sawa sawa. Na una familia ya watoto wangapi? Nina mke na watoto 7. Watoto 7. Wajukuu? Wajukuu hapo almost 6 or they might be 6 or 7. Okay. Sawa. Samahani kama hutojali sana. Background yako kidogo, ulizaliwa wapi na elimu yako pia? Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema wa Tanzania. Mimi ni mwenzenu kadwa wa Chama cha Mapinduzi, mtoto wa mzee muasisi anaitwa Mzee Hassan Seif. Kihistoria Mzee Hassan Seif kabila yake ni Mzinza. Ametokea Uzinza mwaka 1897 akiwa kijana akija mjini. Na mimi nikapata bahati ya mwisho baba katika umri wake mwisho mwaka 65 wakati wazungu wamejenga shule za seminari Holy Family School Nyakaoja, na mimi nikapata bahati baba kaniingiza mle ndani. Japo nilipata changamoto. Wakati sasa unapeleka shule za Kristo, huyu mtoto hama dini huyu atahama dini, lakini baba akasema acha kasome. Kwa hiyo nimelelewa na kanisa Katoliki. Toka 65 nikamaliza ngeli sekondari, wamenilea wa Katoliki. Nashukuru wamenilea sana. Bahati nzuri nikaajiriwa makao makuu Dar es Salaam, Air Dome Dar es Salaam, mhasibu. Maana nilikuwa na maksi zangu zinahusu za mahesabu, nikachagua moja kwa moja direct uhasibu. Sasa changamoto, mzee umri umeshakuwa mkubwa, nikaacha kazi. Nikarudi nyumbani. That was 1980s. December nikaja nyumbani, nikaendelea na kazi zangu, nikaingia kwenye makampuni ya auditing. Nimefanya mambo ya kodi. Mimi ni mtaalamu wa hesabu na kodi muda mrefu sana. Baadaye siasa kwenye damu. Toka shule na ndio masomo pia nimepasi vizuri katika masomo yangu, ni siasa pia. Kwa hiyo nikawa ni kada wa chama. Mara baada ya kutoka kwenye ajira, amini uliokuwa nayo, rasmi kwenye uongozi wa serikali ya mtaa ulianza lini hapa Nera? Actually 83 nilikuwa ni balozi, baadaye nikawa mjumbe wa serikali ya mtaa. Wakati huo ukiwa na umri gani? 87, almost naweza kuwa kwenye 35 baada ya kustaafu mpira. Mimi nicheza mpira sana. Nimecheza Total Lumumba Rose Pamba ya Mwanza. Nimestaafu mpira, nikaendelea bado na siasa. Na wakati nilikuwa na balozi nyumba 10, nilikuwa nacheza mpira. Nimestaafu mpira 1995. Nilikuwa nacheza mpira. Kwa hiyo nikatoka huko nafanya kazi. Mimi nimefanya kazi ya auditing na taxations, mambo ya kodi na mahesabu ya benki. Mikopo ya benki ndio kazi zangu nimefanya. Na ndio natafuta riziki zangu mpaka leo. Mpaka leo nafanya kazi yangu. Ukiniuliza masuala ya kodi, masuala ya mahesabu ya benki na nini, ndio taaluma yangu nimefanya kazi. Tumepewa vipaji toka shuleni. Sisi hatuna aibu. White paper always is the right paper. Mimi kupindisha kitu siwezi, nitakwambia ukweli. Makongamano mengi tumefundishwa tuseme wazi na ukweli. Toka shule, toka wapi, makongamano wazi na ukweli. Kwa hiyo kashfa matusi simo, lakini kwenye wazi na ukweli nitakwambia. Na imenigharimu sana, nimejenga watu wengi wamekuwa marafiki zangu na wengine wamekuwa maadui zangu, kuambia ukweli. Sawa, mwenyekiti, turudi kidogo. Natamani unisimulie kidogo pale ulipoanzia kwenye ubalozi na hatimaye mwenyekiti. Yaani zile ngazi zilivyokwenda mpaka leo hii tunavyozungumza. Safari yako hapa imekuwa vipi? Changamoto zipo, kuna watu wachache na kupiga vita sababu naambia ukweli. Mimi sio mtu wa kona. Nimepambana na madawa ya kulevya. Nimepata mitihani mingi, wamenifungulia makesi ya uongo na kweli, hayana mguu wala mkia, lakini Mungu amesaidia, imekwisha. Ni changamoto nyingi. Nimetoka mimi mtaa wangu wa Nera, mimi nimesali Nera, nimesoma shule za missionary, nimerudisha elimu yangu nilionayo, nimerudisha nyumbani. Kwamba the only way to success, yani njia ya mafanikio, lazima tusomeshe watoto. Masomo ya roho, masomo ya kiroho, masomo ya dini. Hapo tafaulu na masomo ya sakula. Tutapata watoto bora, tutapata elimu bora. Nimefanya kazi kubwa, nimeonekana. Watu wamebadilika.
Mtaa wa Nera umebadilika. Japo kuna changamoto ndogo, lakini watu wamebadilika. Watu wanasomesha. Asante Dr. Samia Suluhu Hassan. Watu wanaenda vyuo vikuu. Elimu bure imewagusa watu wote. Na shangaa tu haya maruhani la umani mzimu uliokuja juzi tu akumbuki, lakini vijana wengi wamesoma vyuo vikuu. Serikali inawasomesha. Serikali imefanya mambo makubwa sana. Watu wametoka kwenye civilized culture wamesoma. Leo nchi imebadilika. Nchi imebadilika. Ni utulivu unaohitajika Tanzania, na amani na utulivu. Kwa hiyo na mimi kama kada wa chama sikubali kukabidhi nchi yangu kwa mikono ya watu wengine. Nitakaa hadi mwisho, nitamsemea Samia, nitamsemea Dr. Samia rais wangu mpaka mwisho na sera zake. Nitahubiri amani na utulivu. Nitahubiri culture na adabu, namna ya kutafuta kura ni adabu na utulivu. Sasa mtaa wako wa Nera una idadi ya watu wangapi? Almost wanaweza kufika 1400. Ni kipi ambacho unajivunia umekifanya kwenye uongozi wako kwa miaka zaidi ya 30? Nikisema civilized culture, yani utamaduni, watu wamebadilika. Wanawaza kusoma, familia bora, mke bora, watoto wema. Watoe kwenye maisha ya kuvuta bangi, maisha ya vijiweni, wanaingia kwenye kazi. Kwenye fursa za kijamii, fursa za kiuchumi, wameingia kwenye stage hizo. Wakati ule unaingia madarakani kupitia kuwa kwenye nafasi ya wenyekiti, Nera uliikuta vipi, na leo hii zaidi ya miaka 30 umekuwa kwenye kiti hicho, unaiona vipi? Nimezaliwa nao, madawa ya kulevya, bangi, uhuni usio wa kupindukia. Nikamwambia haya sio maisha, badilikeni. Kwa hiyo nikawa bahati nzuri, ni mpole lakini nakuwa mkali. Mpole na kuwa mkali. Wanaanza kufanya culture. Wanaona familia ya mwenyekiti vipi? Amekuaje huyu ana CPA, wa kwangu ana CPA. Unaonyesha mfano watoto wangu, mimi watoto wangu wale wana CPA na masters. Nimesomesha. Huwezi kufanikiwa bila kuwa na maadili. Maadili ya dini, maadili ya kiroho na masomo. Na mke mwema. Asante mke wangu, mke mwema. Kwa hiyo sijivuni mimi peke yangu. Ukiwa na mke mwema utakuwa na maadili na familia na watoto wasoma. Kwa hiyo sasa nikaplant hiyo culture, watu wengi sasa hivi wanasoma. Wanapeka watu vyuo, wanaona matunda yao. Kwa hiyo imeleta ustaarabu. Jirani pale tuna Seketure. Watu walikuwa waenda hospitali, usiku ilikuwa ni kiazi, watu wakatizi kwenda Seketure. Vibaka nini? Nilikuwa napambana nao. Wamenyoka. Ni mambo mengine, changamoto ndogo ndogo, lakini amani na utulivu. Asante sana jeshi la polisi. Kwa mtu ambaye anaingia madarakani na utendaji wa kazi, naomba niseme popote Tanzania nzima, tushukuru jeshi la polisi. Ni wakarimu, ni wastaarabu, wametuhudumia, tunajivunia polisi wetu. Leo wanatembea hospitali masaa 24. Asante Mheshimiwa Rais kuruhusu ndugu zetu maafisa usafirishaji kuingia. Kwa maafisa usafirishaji nafikiri wengine wanaweza kujui, boda boda non stop operation zimefanya watu vibaka kukimbia. Kwa dakika 10 pikipiki imepita, kibaka atakimbia, atakuepo hapo. Kwa hiyo imesaidia sana. Kwa hiyo wale kundi la wachache, maandamano, vurugu, tuchome majengo, anajikuta yuko kwenye mikono ya polisi. Kwa nini? Third party ni Mtanzania, mzalendo, anatoa taarifa polisi. Anashikwa mtu kirahisi. Kwa hiyo tumeweka mifumo mizuri. Kwa hiyo vijana wetu wasiandamane wakafikia wetu hawapo. Wako pale. Pale walipo na sisi tupo. Kwa hiyo mfumo umekuwepo toka siku nyingi. Pale walipo wanaona polisi hayupo. Kumbe kuna mtu. Taarifa zinafika, watu wanashikwa. Kwa hiyo tumeijenga Tanzania kwa matumaini. Wanakaa kwa matumaini. Watanzania kama matumaini. Na sio lazima umfunge mtu. Hapa ni bahati nzuri nimevunja rekodi. Pamoja na vijana walikuwa sugu na watundu. Hakuna kijana Nera aliyekwenda jela. Namfuata na mwelimisha. Namwambia, "Fuata, hii ndio njia. Hii ndio njia ya kistaarabu." Wananifuata. Akibisha anakaa ndani siku 2. Kwa hiyo tumerekebisha na wakaona wananielewa. Kwa hiyo kuna wengi wamefaidika kutoka sasa hivi, wameenda vyuo, wameenda shule na wanatafuta riziki zao za halali. Sawa. Sasa mwenyekiti, umekaa kwenye nafasi ya mwenyekiti kwa miaka zaidi ya 30. Sasa hivi karibuni tumepata taarifa ama tukasikia kwamba bana mwenyekiti sasa anataka kupiga hatua nyingine, anataka kwenda kutafuta changamoto nyingine. Kipi ambacho kimekusukuma? Kwanza hizi taarifa ni za kweli ama ni za mtaani kama ambavyo tunazisikia kwamba unahitaji jimbo la Nyamagana? Naomba ni uambie wa Tanzania na ndugu zangu wa jiji la Nyamagana. Uwezo ninao, nia ninayo, nimekwenda shule. Nimepikwa kwenye maadili. Dhamira ninayo. Umma ninao nyuma. Chukua hiyo distance miaka 35. Niko close to watu. Bahati nzuri, naomba niwaambie wa Tanzania, huwezi kuamini. Ninaweza kutembea kilomita 2 mpaka 3 usiku jiji la Mwanza kwa miguu bila escort. Lakini nasemea na watu kila aina. Mpaka hata majambazi nasemea nayo. Wananifahamu. Nimecheza mpira, nimestaafu. Kwa hiyo mimi nikawa kioo kwenye jamii. Hata kama ni mtu jambazi usimhukumu, mwambie toka huko, njoo kwenye neema. Kwa hiyo nimejikuta na umma wa watu. Sikuwa mtu wa mabega juu.
niko mtu wa watu, niko karibu na watu, niko na jamii. Kwa hiyo na watu wa kila aina. Wakati mwingine unatoka zako unacheza mpira, unatoka unaenda kaa kwenye madisco, unakaa kwenye madrasa ya misikitini, unachukua mawazo kila sehemu, both areas. Ambaye Mwanza nijui ni nani? Labda kwa chuki zake, wananifahamu kwa vitendo. Hujanijibu bado. Yaani hizi taarifa za wewe kutaka ubunge ni sahihi, ziko sahihi ama la? Ni sahihi, ni siwauzi watu wa Nyamagana. Ni sahihi. Jimbo la Nyamagana linaenda kupata mtu. Jimbo la Nyamagana linaenda kupata mtu, ndugu yao. Kipi ambacho kimekusukuma zaidi na kuona kwamba sasa nafasi ya wenyekiti inatosha, sasa uelekee kwenye ubunge? Nimependeza. Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Kwanza nikupongeze Mheshimiwa Rais. Wewe ni mbunifu. Ubunifu wako umenifanya mimi nimekaa chini nikachora plan. Mama huyu Rais wetu Dr. Samia ana upeo, anaona anaitengeneza nchi imeboreshwa. Sasa wabunge waliofanya kazi zake na wapongeza. Na wapongeza wabunge wote Nyamagana wanafanya kazi yao vizuri. Lakini nikasema kuna extra package zimekaa pembeni. Tumsaidie Mama Samia. Watu hawezi kuitafsiri kama nini tuseme ni uchu wa kimadaraka pengine. Naomba niseme tu, nina kazi yangu, mimi ni auditor, ni mtaalamu wa mahesabu, nafanya kazi zangu, napata riziki zangu za halali, nafanya kazi zangu serikali za mitaa. Nasikia nimewajibika nisaidie nchi yangu. Naomba niseme wabunge walikuwa hapo wamefanya kazi vizuri. Lakini extra package na kuna vitu vya zaidi. Naomba nitavifafanua baada ya muda nitakufafanulia. Kwa nini nasema extra package? Tumsaidie Mama Samia ili tuendelee kushika dola. Kwa nini haikuwahi pengine labda miaka 10 iliyopita ije kuwa leo baada ya kuwa mwenyekiti kwa zaidi ya miaka 30? Huko nyuma nilikuwa ninasoma. Sasa kuna masuala ya utawala bora. Sasa unavyosema utawala bora, ukidefine utawala bora means what? Ndio maana ukasikia kuna hotuba zinafululiza in series maadili ya utumishi wa umma. Sasa maadili ya utumishi wa umma, wananchi wanaathirika na hotuba za mama, maadili ya utumishi wa umma. Alafu niko anti-clockwise. Nafikiri mambo mengi umeona. Introduction of yamekuja mambo ya kisheria sasa hivi karibuni. Samia Legal Aid. Why? Hizi kero za wananchi. Unakuta mambo mengine yanahutubiwa huku. Huko anafanya vingine. Sema what's wrong? Sasa tubeze basi. Kwenye miradi excellent, we are excellent. Lakini kwenye maadili huko ya utumishi wa umma kuna haja ukanao karibu. Tukaunganisha utatu. Mtumishi wa umma, mbunge, serikali, mahakama na mwananchi wa share benefits za nchi yao. Naomba niseme kwa Kiswahili. Wale matunda ya nchi yao, haki na wajibu kwa wananchi. Kwa sababu ndio umma, ndio wapiga kura. Sasa tukiwasahau, tukawapa shule, tukawajengea majengo, tukawapa mabarabara, kwenye haki zao tukawasahau. That's a very big loss to our party. Ni hasara kubwa kwenye chama chetu. Kwa lazima sasa tuongeze extra package wa mama. Lazima chama tuingie kwa wananchi waliotupa na tunashika dola. Sasa ukishika dola, wabunge wafanya vizuri tuwapongeze. Sasa na sisi tunaongeza extra package. Extra package hiyo. Kwa hiyo wananchi tayari wana watu wa kusemea. Mama Samia anapata mwakilishi. Huyu mkuu wa wilaya, makatibu tawala DAS, madaktari bingwa, wana mtu na wasukuma na pressurize. Mbunge niko kwake. What's wrong hospitali hapa? Kuna kitu gani hospitali? Bado tutaenda mbali CIG. Kwa nini kila siku tunaimba nyimbo za CIG hasara? Kumbe wabunge tunawajibika. Shirika liko Nyamagana. Hasara unaisikia, unampiga bega manager. Mkurugenzi, chunga hapa. Na mimi nimekuambia ni mtu uwazi na ukweli. Nitamwambia rais. Kwa hiyo vitu kama hivi vitaipeleka nchi mbele. Lakini kwa kukaa kimya ni janga. Ni hasara, tunawapa faida. Sisi tusiwape nafasi wapinzani kutusemea sisi. Chama kina hazina, kina wasomi, kina wasemaji. Mimi siko hapa kuponda eti wabunge kufanya vitu. Tuna extra package, tuongeze extra package for the betterment of the country. Sasa Mzee Abu, wewe unaamini kwamba unatosha kwenye hiyo nafasi sasa? Mheshimiwa, naomba ingekuwa kama kuna makongamano mngenipa, lakini kongamano langu mimi ninakwambia. Hizi zote nilizokuambia. Lazima tuwe karibu na watu. Yaani mbunge tujishushe twende karibu na watu. Tusikilize kero zao. Ana maumivu gani huyu mwananchi? Kwa nini anataka kulalamika? What's going on? Alafu mnakaa mnaona ile unachukua nani? Unajiuliza maswali. Umma unampendaje mama? Unamfurahiaje mama? Ndio kazi yetu wabunge. Wewe usimchukie mama. Kuna hili. Wewe usilalamike mama hivi. Na kuwazuia wasiende kwenye vyama ambavyo havitaingia wala kuchukua dola. Kwa hiyo mimi ni kada wa chama. Kwa hiyo nakisaidia chama. Kwa hiyo ni 3 in 1.
na make sure tunachukua dola, na rais wetu ni Mama Samia mitano tena, na make sure pia wananchi wasihame chama changu cha Mapinduzi. Kwa hiyo naenda kurecruit wanachama wengine wengi, kiongozi mzuri na dira nzuri kwa wananchi na kero zao. Seketure kwa mfano, maiti haitoki. Kwa nini itoke ikae wiki mbili? Mheshimiwa, sasa zinasemaje? Kanuni zinasemaje? Kuna bima ya afya kwa wote, unaidefend kwa wananchi, unaelezaje? Au maskini na uwezo, serikali ina fungu lake, na sio msaada, ina fungu lake na taratibu zake. Off you go, na tunamsaidia mwananchi. Kwa ni mambo ya msingi. Kuna mtu sera za ardhi labda zimepinga, zimeenda kushoto, unamfuata maafisa ardhi, mkurugenzi, what's going on, commissioner, what's going on? Ikishindikana, nimekwambia mimi sio mtu wa aibu, ni mtu wa uwazi na ukweli. Nitakwambia ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ya nne nitamwambia bosi wetu, Mheshimiwa Madam President, kuna 1, 2, 3 inside our constituency. Nikiingia bungeni nitasema. Sio mpaka nimsubiri rais, nitaambia bungeni. Jamani, bungeni kaeni chonjo, anakuja mtu hana siri. Hana siri kwa faida nchi. Kwa sababu gani? Kwani naomba niseme kwani hana siri. Tumejivuna juzi budget. Tuna 56.4 trillion. Hongera sana nchi. 56.4. Sasa kama ukuwa na tamaduni za kutunza 56, mta drop down. Kwa kuwa mtakuwa bado mnatunza fisi au mnatunza paka jikoni, mboga utaikuta. Kwa hiyo tutashindwa kwenda na malengo. Kwa hiyo lazima tuongeze nguvu, uadilifu, uaminifu na utendaji wa kazi katika masuala ya kodi, ya kijamii, ya kiuchumi. Kwa hiyo tunaenda kwa mbele na walipa kodi tuongeze. Sio mtu anaibuka tu na ghorofa 8, ghorofa 9 na majengo na magari ya gharama, halipi kodi. Commissioner, what's wrong? Kuna mtu huku. Mwite basi vizuri, mkae naye. Baba, mbona utengeneze mahesabu? Mbona ulipi kodi? Nani ni bilionea? Unasali kanisa gani? Unakuwa tajiri tu usiku. Wewe unasali msikiti gani? We need to explain na to educate the people kwamba kodi kilipwa ni manufaa ya watu wote wa Tanzania. Sawa. Wazo la wewe kutaka kuchukua fomu ya ubunge ni wazo mwenyewe umekuja nalo au kuna watu nyuma wamekushauri na wakasema bana hebu nenda kwenye hili jambo katuwakilisha? Nimesema kwanza huko nyuma, nimetoka shule za maadili. Mimi nimesoma seminari. Missionary schools wamenilea. Asante wa Katoliki. Maadili tumeanza nao bado wadogo. Tumekuwa watundu kusoma vitu, makongamano shuleni. Sasa ukishaona jamii inakwendaje kwa machoko mtu mzima ni kiongozi, unasema hapana. Mwenzetu tumpongeze, muda ukifika anatosha, anapendeza. Sasa na sisi tunaingiza package mpya ambayo itaendeleza. Tunakuja kuendeleza. Kwa hiyo hakuna, ni wazo lako mwenyewe, hakuna mtu mwingine ambaye sina kishawishi. Sina kishawishi wala mtu asitegemee kwamba etabu fomu yako utaacha kuchukua eti mtu atakuletea fungu la pesa, hapana. Mimi namshukuru Mungu. Nipewa shule ya maadili na ridhika nicho nacho. Sinunuliwi na mtu. Na sitegemee kutoa rushwa. Ndugu yangu, wewe usitegemee nitakupa 10,000 kaomba unipe kura, hapana. Maneno yangu pekee yatakushawishi unipe kura. Kwa sababu gani? Zama zitakapokuja unazulumiwa nyumba, mimi ndio mbunge wako. Pata chimbika. Aliyekudhulumu nitamhoji from the grassroots level. Tupe sababu ya kumdhulumu mama huyu yatima, nyumba kuondoka. Kwa nini? ABCD no answers. Naambia babosi wangu, huyu mama anatuharibia, tutaharibiwa kura huko mbele safari, tutakosa dola. Huyu hapa mwenyewe muulize, au kuna nani anajivunia kitu gani? Tunasema utawala bora, mama anasema utumishi, maadili ya utumishi wa umma yaheshimike. Sasa mwenzetu anaenda kushoto, unalalamika huku. Kwa hiyo chama kitakuwa inaendelea na nguvu. Wenzetu tutakuwa wanakazana maandamano, au sijui no reform no election. Sisi tunateka wananchi, tunateka wapiga kura. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kulinda kura. Niko hapa kwa ajili ya kujenga kura, kuongeza wapiga kura na kuongeza chama kizidi kuheshimika katika dola. Na unadhani unakubalika kwa namna hiyo kwa wananchi? Nimekwambia hivi, ikitokea zoezi tupewe, tutoke airport saa 4 usiku kwa miguu. Hakuna gari, hakuna ulinzi, natembea kwa miguu paka Mwanza mjini. Mimi mtu wa watu, niko karibu na watu, nimecheza mpira. Niko karibu na mashehe, niko karibu na maaskofu, niko karibu na wachungaji. Mimi ni kokoro. Whoever comes to me is part of my family. Ni sehemu ya utendaji wangu wa kazi. Sina ubaguzi wa dini. Kila mtu kwangu ni muhimu katika jamii, na mheshimu. Naheshimu mkubwa, naheshimu mdogo, najishusha. Napenda makongamano. Japo na kera watu kuambia ukweli, lakini tunatakiwa tubadilike. Sawa, pamoja na mengi ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya 6 na unafahamu, unadhani kitu gani ambacho kimesahulika kwa jiji la Nyamagana, kwa maana ya jimbo la Nyamagana ambalo wewe pengine unaweza kulipambania likafanikiwa? Nikiwa darasa la pili wale masista waitupa methali moja nikariri mpaka leo iko kichwani. Naomba nisome kwa Kiingereza. Inasema hivi: hurry up and do today
what you have to do, don't wait for it, as there may be a law against it tomorrow. Unaweza kutunga vitabu kwa hii sentence. Unaweza kutunga? Yani ina maana gani? Usipowahi kujenga kanuni na taratibu leo, itakugharimu kesho. Na usipojisomea leo, utafeli mtihani. Kwa hiyo nasema hivi, Chama cha Mapinduzi ndio chama tawala. The ruling party ndio chama changu nagombea. Kwa hiyo lazima tujipange. Lazima vijana wanaotoka vyuo vikuu wanasoma, wasomi, tuwateke kwa utendaji kazi bora. Hawa ni wasomi, wanaona kwa macho. Tusipowateka kana convincing words na convincing political words kwa vitendo, hawa watatukimbia. They are grown up. Sio watoto wadogo. Kwa chama kilenge huko. Hawa watoto wa vyuo vikuu kila mwaka wanatoka 500,000 milioni 1 watoka wale. Tuwateke kama sera sasa hivi ajira. Wanapata ajira. BRT ongera mama sana. Bright future tomorrow. Ya kilimo. Ongera sana Mheshimiwa Rais. Sasa hawa watu tusiwafanye wakachanganyikiwa. Psychological effect ya watu wa shule tutugharimu Chama cha Mapinduzi. Ni wengi wanakuwa. Kwa lazima tuwateke kwa mazingira mazuri bora ya sera za Chama cha Mapinduzi. Kuna hili jambo pia la wajumbe. Vipi? Unaelewana nao vizuri kweli? Wajumbe, mimi nimesoma shule za wamishonari. Na watakia laheri, Mungu awabarikini sana. Mna gharama kubwa kumlilia Mungu. Kwa jina la Baba na Mwana na Muislamu, Allahu Akbar. Wachungaji, viongozi. Haya maneno makubwa ya Mungu unagharimika kwa senti 5. Yaani uadilifu kwa senti 5 na kutoa kwenye roho kumwacha the right person. Mtu atakaye kusaidia. Kwa mfano mimi naomba mniazime kura zenu. Niwe msemaji wa jiji la Mwanza. Niwasemee. Na mimi nijisaishe, Mungu anijalie, anilinde. Mimi ni Muislamu, nitasema kambili. Mungu ondolee kiburi. Uongozi ni uongozi ni watu. Uongozi ni kujishusha kwa karibu na wananchi. Kwa hiyo sitegemee mimi nibebe eti fungu la hela nitoe 10,000. Maana wapiga kura Nyamagana 15,400. Nina hela gani za kuonga hao? Na kwanza mnisamee, sitawaonga. Mimi niongeni kura zenu. Alafu niambie kesho tunakutana mwenye labda nimeitwa mbunge na mimi kwa lugha yangu la utani nitakuwa naitwa Mwananzengo. Jina la ubunge linaharibu jina. Mimi msiniite mbunge, nikisita mbunge nitakuwa naitwa Mwananzengo. Maana nitakuwa yale matembea na mabega juu, mbunge, mheshimiwa mbunge. Sitaki hizo sifa. Na ninasema niite Mwananzengo, nitakuitikia. Au niite jina langu Abu au Mwananzengo. Maana nimeona mtu akiitwa mbunge wengine huwa anajisahau. Mimi naona niite Mwananzengo. Sasa by doing so, mimi na wewe na taasisi na jumuiya zote za serikali na watendaji na taasisi za serikali tukijoin hands tunafanya mafanikio makubwa sana. Kwa hiyo wewe mpiga kura, wewe mjumbe, una gharama kubwa ya kusali kila siku kwa Mungu. Una matamko ya kiapo kwa Mungu kila siku. 10,000 ndio ikutoe mwanya uharibu jimbo la Nyamagana kuacha kura kumpa kura Mama Samia. Dr. Samia she's there akafanya makubwa. Anza na Mama Samia 5 tena. Ukimaliza basi na mimi jina langu likirudi basi usinisahau, naitwa Abu, in short Abu. Abu, man of the people, mtu wa watu. Na diwani atakayekuwa na kubalika kwa wananchi, atakayekuepo sijui nani, mimi sina kampeni, mimi nimekuja kivyangu. Sina kundi la nyuma, simbebi mtu. Kila mtu ajibebe. Kwa hiyo kama anajibeba aje na filosofi yangu. Tutendee wananchi haki. Unadhani jina lako likienda linaweza likarudi pia? Naomba ni Mwenyezi Mungu ndio mwingi wa rehema. Mimi kuna kauli natajwa sasa mpaka nazitemeka. Nasema anayekubalika kwa watu. Sasa wanaogombea, mimi ndio mtoto wa Mwanza mjini, nimekuwa hapa nimecheza mpira. Sasa naomba iwe ndoto basi. Anayekubalika kwa watu. Nimekuja hapa nimecheza mpira, nani sinijua? Huyo si Abu. Siwezi kuiba kitu cha mtu, kutongoza mke wa mtu, kutosha mtoto wa mtu, atawaambia ni Abu. Iwe usiku saa ngapi nafahamika. Sasa anayefahamika kwa watu it's me. Mimi sio kwamba na akili Nyamagana. Kuna wastaafu na akili zaidi yangu. Kuna madokta, kuna maprofesa. Wale na wakumbatia na waita njooni. Naomba mnipe tuition ili nikaropoke bungeni kero zenu. Mimi sio malaika. Ni mtu ambaye natumwa nikaseme bungeni mawazo ya wananchi. Collective ideas of the people. Nitachukua mawazo ya wananchi. Nitachuja mwenyewe ili hapa safi. Ili mwambie mama aseme hivi. Sawa? Kwa mfano kuna lingine nimekuja nalo la CAG. Wanasema enough is enough. No more losses kwenye CAG. Tubadilishe mfumo. Huyu mwizi anaibia halmashauri from the grassroots level. Panga linamwanzia pale pale. Kazi una. Tutapunguza wizi. So tunakaa mwaka mzima mtu anasafiri au anakufa, tuna hasara bilioni ngapi? Tuje tukae mazingira yanaonekana kwamba losses. No, tunaenda kulipa madeni ya taifa. Kwa kama ndio madeni ya taifa, mifumo ya CAG na losses zingine za serikali tuziwajibike. Halafu kuna jambo lingine naomba niseme. Kwa kuwa nimesoma mambo ya kodi na nini, nisaidie kwa faida yangu. Inabidi to strengthen pale kwenye sheria za Tax Administration Act.
investigation department, uchunguzi wa kikodi uzame ndani. Usichague mtu wa chini, wa juu, wote. The type of income you earn, assets, resources zinatokea wapi? Benki kuu itizame zinaingiaje, hela zinaingiaje, pesa haramu zinatokaje, zinakwendaje, ili tuweze kufanikisha kujivunia uchumi ambao na imani. Naomba nibashiri, kama tuna 56.4 basi 230 mama ataingia na 100. Tutakuwa na nini? Budget yetu tutakuwa 100 trillion. Kwa sababu gani? Ufanisi. Ufanisi wa kazi ukifanyika ni ufanisi. Lakini kama tukiwa na masuala blind competition, tushindane, mimi na gorofa na wewe una gorofa, huyo ni mtumishi wa umma. Sio dhambi kujenga gorofa, lakini kwa mshahara upi? Kwenye mapato yapi? Alafu kusieje na lamika losses. We need to change. Tunataka watu wafanye maendeleo. Mtumishi wa umma ana maendeleo, lakini aina gani? Tusidokoe mali za umma. Sawa sawa. Tulipe deni la nchi. Tuna watoto wasomi. We need to feel ashamed of ourselves in terms of facets and everything. As an individual person, mtu binafsi au mtumishi wa umma, una mali utitiri. Kuna vyombo vya uchunguzi, TAKUKURU. Where are you by then? TAKUKURU ni chombo ambacho tunatakiwa kufanya adjustments to me, ili sisi Chama cha Mapinduzi tusiseme ovyo, mbona yule ashikwi, mbona nani, uchunguzi ukoje mpaka magani? Kuna kesi zingine fupi zinachukua miaka mingi na ambazo ziko wazi. Kuna nini? There's something wrong. We need to take action on the spot. Kuna maeneo ambayo ndio nasema hivi, nina extra package ambao Dodoma inahitaji. Hiki kichwa kina mambo mengi, kinachukua mawazo ya watu wengi. Ndio maana hapa nimegusia tu. Kwa hiyo watu wa Mwanza mtakuwa mmepata mengi. Hapa hii ni trailer tu. Hii ni trailer tu hapa. Kwa hiyo naomba Mwenyezi Mungu, jimbo la Nyamagana naenda kuchukua fomu tarehe 28. Jina likirudi, watu wa Mwanza na chama changu mjue ushindi wa kishindo Nyamagana. Amin, amin, amin.